Asante sana mheshimiwa ambaye mtazamaji wa Mwakenya TV popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili niweze kukufahamisha na kuhabarisha yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Kisumu hivi sasa, kwa sababu siku ya leo tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunaufahamisha yote ambayo yanafanyika katika kaunti ya Kisumu baada ya vuguvugu la Linda Mwananchi kutangaza lazima wafika katika kaunti ya Kisumu licha ya vitisho za hapa na pale. Sasa hivi Kisumu hakukaliki, vilio, mawe na mvutano mkubwa wa madaraka, Sifuna akipima ngome ya chama cha ODM ambacho kinaongozwa na watu wawili, mmoja ni Oburu Odinga na mwingine ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Waswahili walisema ya kwamba siku ya nyani ikifika miti yote huteleza. Sasa wahuni ambao walikuwa wamejipanga kuhakikisha kwamba wamezuia Edwin Sifuna kutofika katika kaunti ya Kisumu wameona giza ambalo hawakutarajia kwamba wataona giza na kupigwa kama umbwa. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kuna kanda niko nazo, naomba kukuonyesha vile hali ilivyokuwa baada ya Linda Mwananchi kutangaza kwamba watafika katika kaunti ya Kisumu. Kuna vitisho ambazo zilikuwa zimetolewa, lakini hayawi huwa siku ya Jumapili imefika, Edwin Sifuna wakaanza safari kuelekea katika kaunti ya Kisumu baada ya kufanikiwa kufanya mkutano katika kaunti ile ya Vihiga. Walipofika mjini Kisumu wakaelekea kanisani, lakini kabla ya kuingia hata kanisani, kwa sababu ratiba ilikuwa wafike kanisani kisha baadaye waende kwa ground penye watakuwa wanazungumzia watu wa kaunti ya Kisumu. Lakini watu walijaa, wengi walikuwa barabarani wakimsubiri Edwin Sifuna, lakini kuna baadhi ya wakora, kuna baadhi ya wahuni ambao walionekana wakiwa na mpini kumzuia ama kujaribu kuzuia Edwin Sifuna kutofika katika kaunti ya Kisumu. Naomba nikuonyeshe wale wahuni, wakora, majambazi vile inadaiwa waliokuwa na mipini kuzuia Edwin Sifuna, lakini walichoona nitakueleza wazi katika kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanali mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa zote zile ambazo tunakuletea kila wakati kutoka mtandao wetu wa Mwakenya TV. Naomba nikuonyeshe wakora ama wahuni ambao waliona giza baada ya kuonekana na mipini kujaribu kumzuia Edwin Sifuna kutotua ama kutofika katika mkutano katika kaunti ya Kisumu. Ni kuonyesha vijana hao vile inadaiwa walikuwa wanajaribu kutangaza kwamba hawataki Edwin Sifuna na Sifuna alikuwa anakaribishwa. Sasa cha kushangaza, licha ya kuwa na mipini kuitumia kufanya mashambulizi ili kuzuia Edwin Sifuna kutofika katika kaunti ya Kisumu, wakora hao waliona giza kwa sababu walizidiwa nguvu na Edwin Sifuna alikuwa kwa msafara, alikuwa na gari lake, Babu Owino alikuwa na gari lake, na gavana James Orengo alikuwa na gari lake, na viongozi wengine katika mrengo ule wa Linda Mwananchi wakifika pale, lakini walikuwa escorted kama wafalme. Edwin Sifuna alizingirwa, alikuwa na watu wengi ambao walisema liwe liwalo na liwe, imefika wakati watamlinda na watajilinda dhidi ya wakora ambao walikuwa wamepanga kumzuia Edwin Sifuna. Sasa wakazidiwa hawa vijana ambao waliokuwa wamebeba mipini ili kuzuia
Sifuna na viongozi wengine katika mrengo ule wa Linda Mwananchi, lakini waliweza kuona moto, walizidiwa nguvu, wengine wakatoroka vile umeona hiyo kanda, wengine wakaingia mitini kwa sababu walizidiwa nguvu kufuatia yale ambayo yalishuhudiwa, na wengi walikuwa wamejitolea liwe liwalo, liwana liwe lazima watamlinda, lazima watamkinga Edwin Sifuna dhidi ya wakora ambao walikuwa wanataka kusambaratisha msafara wake ili mkutano usifanyike katika kaunti ya Kisumu. Kabla ya siku ya leo, kuanzia wiki jana, mwishoni mwa wiki jana, tuliona Samu Atandi ambaye ni mbunge wa Lewa Usongo kutoka kule kaunti ya Siaya alikuwa ametoa vitisho kwa kusema ya kwamba vile unavyotazama hewani, no imposter, hakuna taberi ama mdanganyifu will be allowed into Kisumu, hataruhusiwa kufika katika kaunti ya Kisumu. Kisumu City must remain a peaceful city, yani kwamba mji wa Kisumu lazima utaendelea kuwa na amani. Sasa akasema akatag mambo ya Edwin Sifuna wakati alisema ya kwamba atafika katika kaunti ya Kisumu, kumaanisha yale ambayo yameshuhudiwa hakuna yule ambaye alikuwa anatarajia haya. Wengine wakasema ya kwamba baada ya vitisho kutolewa lazima tutaenda, na wengine wakasema lazima kitaumana. Sasa Edwin Sifuna amelindwa kama mfalme, amefika sasa hivi. Wakati tunaenda hewani, tunaendelea kufuatilia yale ambayo yanaendelea kwa ground na kuhabarisha kila jambo ambalo linafanyika. Kwa hivyo naweza kudhibitisha na kuripoti kwamba Edwin Sifuna alifanikiwa kuingia kanisani, na baada ya kanisa ama baada ya ibada kukamilika kanisani, watafuliza hadi kwa ground penye mkutano utafanyika. Lakini wakati msafara ule ulikuwa unaelekea pale katika kaunti ya Kisumu ama mji mkuu wa Kisumu, tuliweza kuona wengine wakichant one term, wengine wakisema ya kwamba power ni Sifuna, wengine wakisema ya kwamba hatutaki mambo ya two term. Lakini kulikuwa na kikosi kingine ambacho kilikuwa kinasema ya kwamba two term, ambao walikuwa wamejiweka tayari kuhakikisha kwamba Edwin Sifuna haingii katika mji wa Kisumu. Ikumbukwe ya kwamba siku ya jana, siku ya Jumamosi, tuliona mashambulizi ama mvutano mkubwa ukishuhudiwa wakati seneta wa kaunti ya Kisii Richard Mumaima Onyonka aliweza kuzuiliwa kule Kisumu, akaambiwa ingieni kwa gari, potea, hatutaki mambo ya one time hapa. Akaingia kwa gari akapotea. Lakini sasa serikali sharti ihakikishe ya kwamba kuna usalama kwa viongozi wote. Haya yamekuja baada ya Godfrey Osotsi ambaye ni seneta wa kaunti ya Vihiga kushuhudia mashambulizi, akapigwa katika kaunti ya Kisumu. Kwa wakora 17, watatu tu waliweza kutiwa mbaroni kulingana na habari ambayo ilitolewa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Watu wengine 14 walifanikiwa kutoroka, wakaingia mitini na kufikia sasa hawajakamatwa. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Nitaendelea kukuhabarisha yale ambayo tunapokea kutoka kaunti ya Kisumu. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea ya Linda Mwananchi katika kaunti ya Kisumu. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and the video clip, you will be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also on WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.